Yasiyowezekana kwa mwanadamu kwake ni rahisi. Rahisi kwake Mungu wetu, Kwake ni rahisi. Sogea mbele zake, sema neno, sema jambo, linawezekana. Haijalishi upo katika wakati gani, sema neno, linawezekana. Sogea mbele zake, sema neno, sema jambo, linawezekana. Baba. Oh Yesu, pokea sifa. Pokea sifa za mioyo yetu. Baba, Yesu ndio. Tuko mbele zako. Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ujumbe wetu katika huu mstari wa Habakuki sura ya 3 aya ya 2 ni maombi ya Habakuki. Unaweza ukaandika kichwa maombi ya Habakuki. Tunataka tumwangalie huyu Habakuki, maombi yake katika huu mstari wa 2 yana mambo gani ambayo tunaweza tukajifunza. Tunapomwona Habakuki anaomba, hata sisi tunatakiwa kuomba. Hata watoto wetu tunatakiwa kuwafundisha kuomba. Kanisa letu linapaswa kuwa ni kanisa la kuomba, ili tuweze kupata nguvu, ili tuweze kupata ulinzi. Katika mstari huu yapo mambo manne katika maombi ya Habakuki ambayo ninatamani sana tuweze kuyafahamu, tuweze pia na sisi kuwa tunaya-apply ama tuweze kuyaishi katika maisha yetu kila mara tunapofika mbele za Mungu kuomba. Jambo la kwanza, unapofika mbele za Mungu kwa ajili ya maombi, tunamuona nabii Habakuki alilifanya ni la kumtambua Mungu. Unaweza ukaandika kumtambua Mungu. Hilo ni jambo la kwanza. Katika ule mstari wa kwanza naposema, Bwana, nimesikia habari zako nami naogopa. Nimesikia habari zako nami naogopa. Anasema, Bwana, nimesikia habari zako nami naogopa. Katika neno kuogopa mahali hapa si swala la uoga kama ambavyo tunavyoujua. Hili neno linamaanisha ya kwamba ni heshima. Maana yake nimekuheshimu, nimeogopa. Maana yake anarejea ukuu wa Mungu, anarejea mamlaka ya Mungu, anaelejea uweza wa Mungu. Habakuki anasema, nimesikia habari zako, ya kwamba Mungu alifanya habari nyingi, na hasa katika maisha ya wana wa Israeli Mungu alitengeneza habari nyingi. Hata kabla ya hapo wana wa Israeli tunamwona Mungu anahusika kutengeneza habari zake na Adamu na Hawa katika bustani ya Edeni. Mungu alitengeneza habari zake na Ibrahimu kuanzia Mwanzo sura ya 12 kupitia kwa mke wake ambaye alikuwa anaitwa Sara ama Sarai. Sarai alikuwa ni tasa, kama tunavyokumbuka hakuwa amejaliwa kupata mtoto, lakini katika umri wa miaka mingi, umri ambao ni mkubwa, Biblia inatueleza ya kwamba Sarai alipata mtoto Isaka. Mungu akambariki akazaa mtoto Isaka. Hiyo ilikuwa ni habari ambayo aliisikia, ambayo anairejea Habakuki. Ni mojawapo ya habari alizosikia. Maana yake ni kwamba katika lile jambo lisilowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu yote yanawezekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu Yusufu alitengeneza habari ambayo ilimhusisha Mungu. Uwepo wa Yusufu katika familia ya Potifa
nyumba ya Potifa ilibarikiwa kwa sababu ya uwepo wa Yusufu na kwa sababu Yusufu alikuwa na kibali cha Mungu. Lakini baadaye tunafahamu mke wa Potifa alimtamani Yusufu, akataka kuzini na Yusufu. Yusufu akakimbia, na matokeo yake Yusufu akawa amefungwa gerezani. Na Biblia inatuambia ya kwamba Yusufu akiwa gerezani alikuja kufunguliwa na baadaye akapandishwa cheo, akawa na nafasi ya pili baada ya mfalme Farao wa Misri. Habari za Mungu ni nyingi. Tunapowaona wana wa Israeli wakitoka utumwani wakiongozwa na Musa, baadaye na Yoshua, walifika mahali wakakuta kuna bahari, mbele yao kuna bahari, nyuma kuna maadui wanawafuata, upande wa kushoto, kulia kuna milima, wanajiuliza wafanye nini? Sasa habari za Mungu ni kwamba alimwambia Musa anyoshe mkono wake uliokuwa na fimbo, akaipiga ile bahari, ikagawanyika, njia ikatengenezwa, ikapatikana, na wana wa Israeli wakapita, wote wakapita. Jeshi la Farao likaja nyuma, likawa limewafuatia. Walipovuka tu, Musa akaambiwa tena ainue fimbo yake, likaangamizwa jeshi lote. Kwa hiyo tunapofika mbele za Mungu, ndugu zangu wa Kristo wenzangu, ni lazima tutambue habari za Mungu, ni lazima tutambue uweza wa Mungu. Ukikumbuka ya kwamba Mungu amekutendea, ya kwamba Mungu anatenda, hakika hata lililoko mbele zako linakuwa ni dogo, kwa sababu Mungu alitenda mambo makubwa. Na Biblia inatuambia ya kwamba Mungu ni yule yule jana na leo na hata nini? Yesu Kristo ni yule yule milele. Yesu Kristo ni yule yule milele. Yesu Kristo ni yule yule milele. Hajawahi badilika, Ni yule yule milele. Yesu Kristo ni yule yule milele. hajawahi badilika, Ni yule yule milele. Leo hata kesho, ni yule yule milele. Hata kanuni zake ni zile zile milele. Ukisoma kitabu cha Nehemia sura ya 1 na ile aya ya 5, baada ya kupewa habari za nyumbani kwao ya kwamba watu waliosalia uhamishoni wanateseka, wana mahangaiko, malango yamechomwa moto, kuta zimebomolewa, Nehemia aliamua kufunga kwa maombi. Maombi yake yanaanzia mstari ule wa 5. Ukiusoma mstari wa 5, maombi yake yanatambua ukuu wa Mungu, yanatambua uweza wa Mungu, yanatambua mamlaka ya Mungu. Kwa hivyo ninapenda kukutia moyo hata wewe ya kwamba unapofika mbele za Mungu kumuomba, amini, anza kumsifu na uamini ya kwamba yeye anaweza. Bwana asifiwe sana. Hilo ni jambo la kwanza tunaloliona katika sala ya nabii Habakuki. Jambo la pili ni katika huo mstari unaofuatia katika hiyo sura ya 2. Bwana, fufua kazi yako katikati ya miaka, fufua kazi yako. Nabii Habakuki anazungumzia maana ya kufufua ili kuleta uhai.
kile kilichokufa kiweze kufufuliwa. Maana yake anamuomba Mungu, ninaomba uhuishe, ninaomba uamsho. Kwa hiyo unapofika mbele za Mungu kwa mahitaji kumwombea Mungu, uwe unaomba kwa ajili ya uamsho, uwe unaomba kwa ajili ya uhuisho, kwa maana Mungu wetu, Bwana wetu anaweza kufufua kitu ambacho kimekufa, kitu ambacho kimelala. Ana uwezo wa kukiamsha mahali popote. Haijalishi kama ni kwenye familia yako, haijalishi kama ni kwa watoto wako, haijalishi kama ni biashara, haijalishi kama ni kazi. Mungu ana uwezo wa kuifufua, maana yeye alifufua waliokufa akawainua tena. Kwa hivyo anamwambia, anasema, Bwana, fufua kazi yako katikati ya miaka, katikati ya maisha, usichelewe. Kitabu cha Ezekieli sura ya 37 mstari wa 1 hadi wa 14. Tunafahamu kitabu kile, katika sura ile mistari hiyo 14 inahusu bonde la mifupa. Bonde la mifupa. Akaonyeshwa maono juu ya bonde la mifupa mikavu. Alimwambia Bwana akaweza kuifufua hiyo mifupa mikavu iliyokuwa imekauka, na Mungu akaifufua mifupa mikavu, ikaanza kupokea nyama, ikaanza kupokea nywele, ikaanza kupokea macho, ikaanza kupokea miguu, vidole. Ile mifupa mikavu ikapokea ngozi, ikapokea uhai, na wakawa watu kutoka kwenye mifupa mikavu. Leo hii kuna kitu gani ambacho nakiona kimekufa? Ninakuhakikishia ya kwamba ukiomba kwa imani, Bwana anaweza kufufua. Bwana Yesu asifiwe sana. Maombi ya nabii Habakuki hayaishii tu katika swala la kuweza ya kwamba kumtambua Mungu, lile jambo la kwanza, na jambo la pili katika swala la kuhuisha ama kuleta uamsho. Jambo la tatu unapokuwa unaomba, ni kwamba tunaona mstari unaofuata, katikati ya miaka tangaza habari yake. Jambo la tatu katika maombi yako ni kwamba unapokuwa unaomba, endelea kuomba habari za Bwana ziweze kujulikana, ziweze kuenea. Anaposema tangaza, maana yake tangaza ni kulipanua kwa watu wengi wajue, watu wengi wasikie, wamsikie huyu Bwana. Anasema sala yake, katikati ya miaka tangaza habari yake. Habari ya Bwana ikoje? Habari ya Yesu ikoje? Yesu ni mwenye huruma, Yesu ni mshindi, Yesu ni mwenye nguvu, Yesu ana mamlaka. Maana yake habari ya uweza wake, maana yake injili ya Yesu Kristo iweze kujulikana. Tunapokuwa tunajenga mahali hapa, tunapokuwa tunapaua, tunapokuwa tunaweka nondo, tunaweka ujenzi wowote tunaofanya mahali hapa, ndugu zangu, tunamtangaza Yesu ili aweze kufahamika. Kwaya zetu zinapokuwa zinaimba, zinamtangaza Yesu, zinamtangaza Yesu. Leo nimefurahishwa, nimekuta ile signboard, ile bango la kuja hapa Kibada ni vizuri, linang'aa vizuri sana. Bwana asifiwe sana. Manake mtu analiona, manake tunamtangaza Yesu, kwamba Kibada AIC ipo inamtangaza Yesu, na hata ukija pale kuna bango linaonyesha. Kwa hiyo mtu hawezi kupotea. Kwa hiyo katikati ya miaka tangaza habari yake. Katikati ya miaka, katikati ya muda ulio nao, katikati ya maisha yako. Hatujui Mungu amekupa maisha ya urefu kiasi gani. Yawezekana leo una miaka 20, una miaka 30, una miaka 40, una miaka 50, 60, 70, 80 na kuendelea. Lakini neno la Mungu linasema katikati ya miaka. Inaweza ikawa katikati ya siku, inaweza ikawa katikati ya wiki, inaweza ikawa katikati ya mwezi. Tangaza habari yake.
Biblia inatueleza ya kwamba mwanamke yule Msamaria aliyekutwa na Yesu pale kisimani, katika Injili ya Yohana sura ya 4, baada ya mazungumzo na Yesu, baada ya Yesu kumjua mambo yake yote, yule mwanamke alikwenda kuambia watu, njoni muone yule mtu. Maana yake alikwenda kutangaza habari za Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaendelea kufanya kazi ya kupanda makanisa mahali yasipokuwepo. Maana yake hiyo ni kumtangaza Yesu, hiyo ni kutangaza Injili. Na hata mimi askofu mwangalizi wa Dayosisi ya Pwani, ningetamani sana hata katika jiji hili la Dar es Salaam tuendelee kufungua local church nyingi zaidi, ili watu wasio wanahangaika kusafiri kwenda Magomeni, kusafiri kwenda Chang'ombe, kusafiri kwenda sijui wapi. Kila mtaa ama vile kila kitongoji kikubwa kiwe na local church ya AIC. Bwana Yesu asifiwe sana. Huwa ninatamani tamaa ambayo ni nzuri. Siku moja nilikuwa naongea na askofu wa KKKT, Baba Askofu Dr. Alex Malasusa, kumuuliza una wachungaji wangapi hapa, una sharika ngapi? Akaniambia kwa hapa Dar es Salaam tu tuna makanisa zaidi ya 100. Zaidi ya 100. Nikiita wachungaji hapa huwa wanakuwa 130, 140. Ni hapa tu katika jiji la Dar es Salaam. Mimi ninapoita angalau sasa hivi wameanza kuongezeka, sasa tunaelekea 30. Wakati ninakuja miaka 3 iliyopita tulikuwa kwenye 21, 22, tunapiga hatua. Lakini ninatamani sana, huwa ninapita hii barabara ya kuelekea roundabout kwenda pale Darajani, misikiti iliyopo pale ni mingi ukianza kuihesabu. Na kwa natamani, kwa nini sisi AIC tusiwe na kanisa Kisiwani, tusiwe na kanisa wapi huko, tusiwe na kanisa Mbagala ile zake mwile ina watu wengi, hatuna kanisa jamani. Lakini ukikutana na ile jumuiya ya pale ya hapo na nili ya Mbagala ni kubwa kweli, yani ni local church nzima wakiamua kufungua kanisa. Ukienda Kimara, jumuiya ya Kimara huwa wanakusanyika wengi kweli. Tunakuwa na tamano nafungua makanisa, tukiwa na makanisa mengi pia katika jiji la Dar es Salaam, vile pia hata uchumi wetu unakuwa mzuri. Kwa hiyo maombi ya Habakuki ni kwamba habari za Yesu ziendelee kuenea katika maombi yake. Na jambo la mwisho aliloomba Habakuki katika ule mstari unaofuata, katika ghadhabu kumbuka rehema. Hakuacha kuomba rehema, kwamba katika ghadhabu Mungu, katika ghadhabu ni hasira. Katika kukasirika kwako Mungu tunaomba rehema, tunaomba huruma. Kwa hiyo katika maombi yako, unapoomba kutambua, ukimtambua Mungu, unapoomba ukiomba uamsho, unapoomba ukiomba kuenea kwa neno lake, lakini pia katika maombi yako usiache kuomba rehema. Rehema ni kitu cha muhimu sana, kwa sababu watu wanafanya uovu mwingi. Omba rehema pamoja na hasira za Mungu zilivyo. Omba rehema. Omba rehema kwa mume wako, omba rehema kwa mtoto wako, omba rehema kwa kiongozi wako. Mungu wetu si akiziwi hata asisikie yale tumombayo.